Hatma ya kesi inayomkabili mfanyabiashara Jennifer Jovin Bilikwija maarufu kama Nifa na wenzake 21 ambao walishtakiwa kwa makosa ya uhaini kwa sasa ipo mikononi mwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa maana ya DPP. Na hii inakuja kufuatia hotuba iliyotolewa siku ya jana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akifungua rasmi bunge la 13 la Tanzania, ambapo kwa mamlaka alionayo aliweza kuelekeza vyombo vya usalama haswa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuweza kuangalia kiwango cha makosa ambayo yamefanywa na vijana hawa ambao wanashtakiwa kwa makosa ya uhaini, na kwa wale ambao hawakuweza kudhamiria kufanya uhalifu basi wafutiwe makosa yao. Tunatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Kwa elimu kidogo kuhusu mamlaka na majukumu na cheo cha DPP, kama ambavyo nilikuambia awali, huyu ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambapo kirefu chake ni Director of Public Prosecution, ambapo huyu ni mtu ambaye anakuwa na mamlaka kuweza kusimamia masuala yote ambayo yanahusu mashtaka katika mifumo ya sheria. Sasa ingawa DPP sio jaji, lakini anakuwa na ushawishi mkubwa sana katika mfumo wa sheria, na kuna kifungu kinaitwa nolle prosequi. Sijui kama nitakuwa nimekitaja sahihi hapo, wanasheria tutasaidiana. Na hiki ni kifungu bwana ambacho huwa kinampa DPP nguvu ya kuweza kutoendelea na kesi yoyote. Hapo uzingatie vizuri. Kinampa nguvu ya kuendelea na kesi yoyote, na mahakama inakuwa haina uwezo wa kuweza kumkatalia. Na kwenye kifungu hicho pia huwa kinampa uwezo wa kuweza kuifufua kesi hiyo kama ataona ina manufaa. Na hii inamaanisha kwamba DPP anaweza tu siku akaamka na akafuta kesi yoyote ile, na hakuna mtu ambaye anakuwa na ubavu wa kuweza kuhoji. Na hii inakuwa ni hata kwa kiongozi wa taifa hawezi kuhoji. Na ndio maana hata siku ya jana kwenye hotuba ya rais uliona rais akielekeza vyombo vya sheria, lakini akaomba kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP kuweza kuangalia kiwango cha mashtaka ambayo yanawakabili washtakiwa wa makosa ya uhaini. Sasa hili ni fumbo ambalo pengine huenda siku ya tarehe 25 ambapo ndio siku ambayo ilitajwa kwa mahakama ya hakimu mkazi jijini Dar es Salaam kuweza kupanga kutoa uamuzi wa uhalali wa hati ya kesi ya uhaini ambayo inamkabili mfanyabiashara Jennifer Jovin na wenzake 21. Sasa huenda siku hiyo Nifa akaachiwa huru ama kitu gani kikatokea, mimi na wewe hatufahamu. Endelea kubaki nasi hapa ST Bongo TV kwa ajili ya update na taarifa mbalimbali. Usisahau ku like, share na kusubscribe. Mimi naitwa Kevi. ST Bongo, nyumbani kwanza.